Na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Naye alikuwa ana mimba akilia, hali hana utungu na kuuma katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka mkubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakakota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake, naye akazaa mtoto mwanamume, yeye atakaye wachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. Yule mwanamke akimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Mtu alifanyie hiyo hesabu, uongeze hizo namba zote, nitakuuliza ni ngapi. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikaisikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu, nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupa chini mstaki wa ndugu zetu, yeye awastakiaye mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakashinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hivyo shangilieni, enyi mbingu, nanyi mkaao umo. Ole wa wananchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Na lile joka lilipoona ya kuwa limetupwa katika nchi, lilimfuatia mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanaume. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa, ili aruke aende zake nyikani, hata mahali pake hapo alishwapo kwa wakati na nyakati na nusu ya wakati mbali na nyoka huyo. Nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Inji ikamsaidia mwanamke, inji ikafungua kinywa chake, ikaumeza ule mto aliyoutoa yule joka katika kinywa chake. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Naye akasimama juu
ya mchanga wa bahari. The kingdom of darkness is built in 4 phases. The kingdom of darkness is built in 4 phases. Ufalme wa Shetani umejengwa katika sehemu 4 kuu, na watu wengi huwa hawajawahi pata kufahamu. Tunaishi ulimwengu ambapo Shetani huwa anatawala. Kuna hesabu niliwauliza, siku 1260 ukiongeza hizo nambari, they will bring you to 9. 9 stands for sacrifice or the hour of restoration. Maana wakati wa dhabihu ni wakati wa urejesho na ni wakati wa ushindi. Number 1, Shetani anapigana vita na watu walioamini na kumfuata Mungu. Shetani hupigana vita na watu walioweka uamuzi kumfuata Mungu. Number 2, Shetani anapigana vita na watu walioukana ufalme wake. Shetani hupigana vita na watu walioukana ufalme wake. Number 3, Shetani hupigana na watu waliokataa kutembea kwa barabara na anga yake. Watu waliokataa kutembea kwa barabara na anga yake. Hapa ndipo unapata wachungaji wengi wanaenda kwa watu wanaitwa the enchanters, wanapewa nguvu, wanapewa pete. Hii pete ambao wamepewa, wengine upewa miwani. Wakati anahubiri akiwa amevaa hiyo miwani, ama akiwa amevaa hiyo pete, ama akiwa amevaa hiyo kitambaa, ni kitambaa kama hii yangu, lakini sasa iko na nguvu za giza. Utaona manifestations zikifanyika, lakini asifanyike sababu amechazwa na nguvu za Mungu. Zinafanyika ili akae na umaarufu. Huyo ametembea, ni mtu wa ufalme wa Mungu, lakini ana operate in the kingdom of darkness. Kwa hivyo ni vizuri uchungane. Ni kitu kipi umepewa na mtu, kinaonekana namna gani? Maana kama wanawake, ukisongwa nywele, mtu anakwambia kwamba hii inakuwekea for free. Hiyo inaitwa the network sensor ya ufalme wa Shetani. Kwa hivyo kila mahali unatembea, hiyo roho huwa inakutafuta na inatembea na wewe. Number 4, Shetani anapigana na watu walioamua kufanyika vyombo vya ukombozi. Kwa hivyo yeyote ambaye leo hii anatamani kufanyika chombo cha ukombozi, hata ikae namna gani, leo Yesu Kristo anakupa fimbo yake ya moto na fimbo ya chuma, na ufalme wake unaenda kutawala kwa nguvu zake, unaenda kutawala kwa lazima, hata kama hatawahi kubali na hawezi kapenda. Shetani tunatolea kichwa chake na tunatembea mbele zake na tunatembea juu yake, sababu sisi Baba yetu ni aliye juu, alimshinda Shetani, na hata leo hii bado sisi ni washindi. Mtu alifungulia kitabu cha Yuda chapter number 1 verse 9. Yuda 1:9. Watu wa Mungu, ufalme wa Shetani ni kweli huko mahali ambapo tumesoma kulikuwa na mwanamke mjamzito, yaani mtu ambaye alitabiriwa na Isaya hatamzaa mtoto ambaye ni mtoto wa ukombozi, na ambaye atafanyika ukombozi wa sehemu ya Israeli na watu waliomfuata Kristo. Na hapo ndipo
damu ya Yesu Kristo. Hiyo roho inaenda kutolewa kwako, hiyo roho inaenda kukuachilia chochote ambacho ulikuwa ukizae katika maisha yako. Ikawa hiyo mimba ilitoka, ikawa hiyo mimba ilikaa na delay, in the mighty name of Jesus Christ. Hata kama mahali pako pa kuzaa hapana uchungu na wakati hujafika, leo hii I'm praying for all of you. May God facilitate His power upon your life in the name of Jesus Christ. Yesu ashuke kwenu leo hii. Hata kama mahali pako hapajaliwa, baraka zako zije kwa lazima, neema yako ishuke kwa lazima, kibali chako kije kwa lazima. Hata kama shetani anakufuata, hana uwezo na hana nguvu na hana mamlaka kwako, sababu atakayezaliwa anatawala ulimwengu kwa fimbo ya chuma. Do you know what it means, fimbo ya chuma? It is moving with the power of the Most High God. That is why in the gospel, Yesu alipobatizwa akatoka ndani ya maji na roho ya Mungu ikashuka ndani yake ikisema, na huyu ndiye mwanangu ninayempenda na kumwenzi, na mbingu na nguvu zangu na ufalme wa mbingu uko juu yake. Lakini Isaya alitoa unabii akasema kwamba atazaliwa mfalme wa wafalme, nguvu za utawala zitakuwa juu ya mabega yake. Ataitwa mfalme wa amani, ataitwa mkuu wa ulimwengu, ataitwa mkombozi mwenye nguvu. Kwa hivyo leo nimekuletea huyo mkombozi na roho yake ya ushindi, apenye ndani yako leo, akuondoe kwenye hicho kifungo, apenye ndani yako leo, alete baraka zako. Sitakubali uteseke na mkombozi wako yuko. Watu wamechoka, watu wamechoka. Bwana asifiwe kila Jumapili, Bwana asifiwe kwa kila ibada. Tunaimba mchana usiku tunapiwa. Bwana asifiwe, huyo yuko wapi? Bwana asifiwe, sadaka tunatoa. Bwana asifiwe, dhabihu tunatoa. Siku ni magonjwa, hospitali tunaenda. Bwana asifiwe, kweli yuko wapi? Watu wamechoka na Bwana asifiwe. Watu wanatamani wayaone matendo makuu ya Bwana. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, roho yoyote iliyokutafuta usiku, roho yoyote iliyoinuliwa kwenu, roho yoyote iliyoinuka na maisha yako, hata kama ni roho ya mtu aliyekufa, hiyo roho naitoa leo, hiyo roho naichomoa leo, hiyo roho naitoa leo, hiyo ufalme naitoa leo. Next week on Sunday tunafanya mazishi yao na maziko yao ili wasaulike kwa ana yako, in the mighty name of Jesus Christ. Yeyote aliyeinuka juu yako na mkamate kwa fimbo ya chuma, apigwe na radi ya damu ya Yesu Kristo, akuachilie ubaki huru. Haukuzaliwa uteseke. Haukuzaliwa uteseke. Hata wanadamu wakisema uweze kuendelea, amini kile nakwambia. Mimi niliwahi shushwa na gari na mtumishi wa Mungu, akaniambia shuka maana taiti yako ni kidogo, mwalimu apande maana yuko na pesa. Lakini Yesu Kristo sio mwanadamu. Yesu Kristo akaniambia nakutoa hapa na kutuma sehemu ya Juja, na hapo nitakubariki. I pray for all of you. Yeyote aliwahi kudharau, baraka za Bwana zikutafute, ubarikiwe na uinuliwe, wakuone ukiwa juu yao, hata kama walikuona ukiwa chini. May the power of God carry you. May the power of God carry you. Nguvu za Bwana zikubebe, neema yake ikubebe, hata kama ustahili mbele zao, wache
wakasema kweli hatukufahamu. Ufalme wa giza, madhabahu yao yanakaa sehemu mbalimbali. Sehemu ya kwanza ni ndani ya maji, bahari. We call them the territories of the seas. When the devil speaks to a man, anakunenea kwa ndoto, anakukamata kwa ndoto. Ukishaota uko baharini, umeshakamatwa, umeshapelekwa in their territory. Wakati uko territory yao, unahitaji kubebwa na nguvu zingine za huyu mwanaume ambaye amezaliwa, ambaye anaitwa Yesu Kristo, kwa ibada ya damu yake. Siku hii ya Sunday Pesa, kila chochote ambacho kiliwahi kufunga kiondolewe kwa ukamilifu wake, kiondolewe kwa ukamilifu wake, kiondolewe kwa ukamilifu wake. I pray for all of you, hata kama uliwahi choka, leo hii Bwana akupe nguvu in the mighty name of Jesus Christ. Na wabeba na hii neema, enda mchonge mbele kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo maisha si yako, hiyo maisha si yako, hiyo ufalme na iteketeza in the mighty name of Jesus Christ. Akitoka baharini, madhabahu ya pili ya shetani yanatumika na watu wanaitwa wachawi, witches. They operate in the dry atmosphere. Wachawi wanatembea hapa juu in form of a spirit. Mchawi wa Mlanga na mchawi wa nyumbani kwetu Kitui na mchawi wa Central na mchawi wa Siaya na Kisii, hao watu wanajuana by network. Signal yao ikresha, wanakutana kwa anga. I pray for all of you today, wanapokutana kwa ajili yako, radi ya damu ya Yesu Kristo ipigane na wao, damu ya Yesu Kristo ipigane na wao. Ni ufalme baada ya ufalme, ni ufalme dhidi ya ufalme. Aliyekuweka chini akakuweza, hata wainiweza leo hii. Na beba msalaba wako na upeleka kwa jina lake Yesu Kristo, na teketeza hizo falme, zitolewe zote kwa anga yako katika jina la Yesu Kristo. Madhabahu ya tatu ya shetani yanajengwa kwenye viwanda na masoko, kwenye viwanda na masoko. Pole kama mko hapa, nyinyi ni akina mama wa sokoni, pole. Ile chakula ukinunua sokoni, ile chakula inaoperate katika madhabahu yao. Wanawake wengi ama watu wengi wa sokoni ni wachawi, maana wanashindana. Ndio maana umesikia maandiko yamesema kwamba maana shetani anajua wakati wake ni mchache mno. Sasa anapigana vita to initiate people to his kingdom. Kuna chakula unaweza ukanunua sokoni. Wale watu mnapenda, unaenda unakata matunda, unanunua matunda, unakata, unakula, unafika usiku naingia kuomba, uwezi omba, roho yako ichukuliwa wakati ule, sababu they sense. That is why mtu kama mimi tukiwa tumeenda sokoni, kuna watu wanakataa kuniuzia. Nauza ngapi? Nani nikwambia ninauza? Because my power haiwezi lala na yake. It is kingdom for this kingdom. I pray to thank the name of Jesus Christ. Nguvu Bwana alinipa, hiyo neema na hizo nguvu zipenye kwa roho yako, zipenye juu yako, zikupe ulinzi, zikupandishe juu, ziondoe machungu yako, ubaki ukiheshimika kwa jina la Yesu Kristo. Nilipokuwa nauza mayai, nimefukuzwa. Tulikuwa na ndugu mwingine alikuwa anaitwa Sami. Sami akaniambia, pastor, unajua sisi ni watu wa chini, tutafute kanisa ya chini, tuende kanisa ya chini. Tukaenda kanisa ya Pastor Mukamba na mwingine alikuwa anaitwa Thiongo. Ukipita sehemu za Keroka, huyo mtu mwenye ako na Flamingo Hotel, tukaenda kwa kanisa yao. Yule Pastor Mukamba akaniambia, wewe, nimeona Mungu
atakutumia katika viwango. Mimi nimekupokea. Nakumbuka siku ya kumwambia Mungu ameniambia ninaenda Nairobi, naondoka maeneo haya. Mokamba aliniombea akilia. Kaniambia ukifika Nairobi, ukae connected na headquarters yetu. Nikafika Nairobi, sikukaa connected na headquarters yao. Nilikaa connected na headquarters ya mbingu, headquarters yenye power. I pray for all of you. Usiungane na headquarters ya wanadamu, wacha ungane na headquarters ya mbingu. Ikiweka uamuzi ni kwa ajili yako. Na hiyo neema iwabebe. Neema iwabebe. Neema iwabebe. Ukilala ikubebe, ukitembea ikubebe, ukisafiri ukibebe, ukiwa kwa anga ikubebe. Watu wamechoka na Bwana asifiwe. People want to see the real God and his manifestations. Ufalme wa shetani unakaa na madhabahu yake kwenye barabara panda, the road cross. Sijui kama ni road cross, mahali barabara zinakutana zikiwa barabara nne. Hapo kuna ufalme wa shetani unafanya kazi. Hapo unapata hao wanawake wanaitwa diviners, wale wanaipa nyota za watu. Baadhi yenu Sunday nitawaombea na leo nitawaombea. Ikiwa uliwahi pata pesa njiani na ukachukua, shida zako zilianza na hapo. Pesa hata ikiwa elfu ngapi, ipite si yako. Ile si pesa. Ile ni dhabihu imetolewa kwa madhabahu fulani ili ikufutie. Maana watu wanapenda pesa. Hapo ndipo ulikamatiwa. Praise the name of our God. Kwa mfano, yule dada anafaa blue pale, tamwombea. Mungu alikuwa ananizungumzia na ananiambia, nyumbani kwao kulifanywa ibada. Hakuna mtu atawahi fanikiwa. Hata serikali ya Kenya inamjua kwa majina na wanamkataa. But today I'm going to unlock that kingdom. Nitoe jina lake nilifute, nimupe jina lingine. Akipewa jina lingine, hata wewe upewe jina mpya. In the mighty name of Jesus Christ. Maana Shadraka, Meshaki na Abednego walibadilishiwa jina. Walibadilishiwa majina. Lazima ukubali kuingia kwa system ya mbingu. Hebu mbingu ikutetee. Nitetee Yesu, nitetee Bwana, nitetee Bwana, nitetee Yesu, nitetee Bwana, nitetee Mungu, nitetee Yesu, nitetee Bwana. Nikasikia wimbo mwingine inaimba, Baba pigana nao wanaopigana nami, Baba pigana nao wanaopigana nami, Yesu teta nao wanaoteta nami. Yeyote anapigana na wewe na maisha yako, I pray in the mighty name of Jesus Christ, roho ya Bwana ichomoke kwa haya madhabahu, imutafute popote alipo, akamatwe kwa lazima. Huyo mchawi akamatwe, huyo mganga akamatwe, huyo mwanamke akamatwe. Ni ufalme wa shetani. Lazima tuharibu ufalme wake ili ufalme wa Jehova ubaki ukiwa juu. Mwanamke amezaa mtoto na nyoka anasubiri. Wakati wa miujiza na baraka zako, kuna shetani amefungua mdomo, anameza pesa zao kwa magonjwa, anameza pesa zao kwa hasara, anakuja in form of chama. I thank God because kuna mtu fulani alifunguliwa akili. Alikuwa anaambiwa leta pesa tuweke kwa sako, lakini Mungu akamnenea akamwambia, ni kwa nini unatajirisha watu? Hii pesa yako inaenda kwa sako
5,000 kila mwezi, 10,000 kila mwezi. Hapo ndio umaskini wako ulianzia, hiyo chama uliingia, hapo ndio umaskini wako ulianzia, sababu ulianza kufanya vituko na sarakasi. Mtu ambaye aliye na akili ukaa na pesa yake, maana pesa ikitoka kwako imefanyika ya madhabahu mengine, na uamuzi unabaki na mkuu wa madhabahu. I pray for all of you today, popote ambapo uliweka pesa zako, waka matanga yako ya kifedha, na ondoa hiyo ufalme kwa anga, in the mighty name of Jesus Christ. I pray God to bless you, I pray God to uplift you, I pray God to launch you. Nyota yako irejee leo hii, hata kama walifanya mambo ya aina gani. Kuna mfalme anaitwa Yesu Kristo, ambaye nyota yake ni asubuhi, ambaye alishinda mapema, akaenda kaburini, akapigana vita, na kisha baadaye akatoka, akapanda, akaja ulimwenguni, akasema, tazameni niko kwa msalaba, nimebeba ufunguo wa mauti, nimebeba ufunguo wa utajiri, nishamshinda shetani. Shetani alishindwa kitambo, hata kama mambo ni magumu namna gani, haijalishi, because you are not worthy. Sala huko ulimwenguni inasoma na nambari za mbinguni. How people wanakuambia kwamba tufanye chama, mnafanya chama, mnafanya chama, mnafanya chama, mnafanya chama. Hiyo pesa unapewa ni yako, ni akili umekosa. Wanawake najua mtanichukia, lakini mnisamehe kwa leo, lakini lazima niwaambie hili. Mwanamke yeyote akona chamani, maskini wa mwisho, na hakuna siku utajirika. Let us do a simple declarations. Mko watu wangapi kwa chama? Watu 10. Mnatoa 1,000. Mwisho wa mwezi huu unapewa 10,000. Ni sawa? Na upewa 1000 ngapi? 10,000. Na mwingine mwerefu akachukua ile 1,000 yake akaifanyia investment kwa kitu fulani, inamletea 50 bob every day. 50 bob every day. Wewe utapokea 10,000 baada ya miezi 10, maana ni kila mwezi mnatoa baada ya miezi 10. Sasa huyu anapokea 50 bob on daily basis kwa ile 1,000 yake. The least anapata ni how much? 50 shillings. 50 times 30, how much is that? 1,500. 1,500 times 10. 15,000 times 2. 30,000. Kwa hivyo huyo mtu atakuwa na capacity ya kuwa na 30,000 kwa akaunti yake, na wewe unabaki na shilingi 10,000. Sasa mjinga ni nani? Unasema tuko kwa chama ya kulipa nyumba. And the merry go around. Nilisema mtu anisomee the book of Judah chapter number 1 verse 9. Sijasahau. Ni Judah ama ni Judah? Mimi sijui. Ni Judah. Mimi Kiswahili na Kiingereza sijawahi jua. We baba ulimnyima chakula cha alilala njaa. Umeona vile amecheka? Amesema ulikunywa mpaka maziwa. Wacha jokes. Yes, Michael, Aha. about the devil. Aha. Look at that. Shetani alikuwa anapigana kwa sababu ya mwili wa Musa. Kwa nini alikuwa anapigania mwili wa Musa? Ni kwa sababu Musa ni mmoja wa watu ambao waliwahi pigana vita na wakashinda.
lakini shetani anataka kuchukua mwili in custody. Ni mara ngapi umeota ukiwa kwa jeneza, alafu kuanzia hapo unaamka ukiwa mwili imeanza kuregea, afya yako imepotea, afya imeisha, sura imebadilika? How many times have you dreamed that? Yule dada ako pale nyuma, sijasema kamera iende kwake, nimesema tu muangalie. Yule ako pale. Kuna mambo fulani ilikuwa inamsumbua. Nikamwambia usiwahi ruhusu shetani. Nenda kwa madhabahu, pigana kwa madhabahu. Siku ile alikuwa aniongelesha, ananiambia unajua hivi vitu inakaa rahisi, yaani inafanyika tu, inajifanya tu. When you know how to fight the devil, God releases heaven to fight for you. May heaven begin to fight for all of you in the name of Jesus. Unajua mambo mengi mmeshindwa kwa sababu unapigana mwenyewe. Mwenzangu sipiganangi mwenyewe, napiganiwa na Baba. Amen. Anytime you want to overcome the devil, do not fight alone. Allow heaven to fight for you. Praise the name of the living God. How do you engage heaven to fight for you? Number one is by sacrifice. Let this sound as a warning. Nisiwahi kuona ukikunywa maji ukiwa kwa ibada. Hii si hoteli. Nimekuwa nikiangalia kwa muda. Hiyo kitu iishe kuanzia leo. Nimekuwa nikiangalia tu nikiwa nimenyamaza. Lakini mungelijua hiyo inamaanisha nini? Sasa nikuulize, wewe na mimi nani anastahili kunywa maji? Mimi nimekuwa kwa maombi, nimekuwa kwa mfungo, nimetoka hapo, nimekuwa nitazizuri, nilikuwa asubuhi, bado niko hapa, nitakuwa kwa deliverance. Ikiwa hii maji mnabebanga ni ya kunywa, nitaanza kukataa kuombea maji. Ama maji yote ikikuja inaweka pale nyuma. Njoo iwe ina church. Pastor na ubiri akisikia na kaoa na kunywa asali moto na orange na imewekelewa hapa. Pastor Masi anajua nawekwa hapa na thermos na meza nzuri. Sisi sio kwa hiyo madhabahu. Sisi tunaitwa Wellness Anointing Operating Services. Hata kukinyesha mvua lazima tutapenya kwa hiyo mvua. Hata tukienda mahali wameshindwa bado tutapenya kwao. Ikiwa unakunywa maji hapa, nikikupeleka kwa jua utafanya namna gani? Garissa. Si utakufa. Praise the name of the God. Michael alikuwa anapigana na shetani kuhusu mwili wa Musa. Hapa tumemuona shetani amesimama. Swali ni je, ni nani ameambia shetani huyu mwanamke anajifungua? Nani amemwambia? The network. Kwa hivyo this tells us the kingdom of darkness. The kingdom of darkness wako na network yao. Na hiyo network iko na uwezo wa kusoma. Network yao inakaa namna gani? Network yao inatumika hivi. Number 1, nyoka. Number 2, paka. Number 3, umbwa. Number 4, wanyama kama ng'ombe, vyombo kama uteo.
Number 5, water sources. The devil does not operate on a different ground from where you are living. He is operating in the same ground in order to convince you and to make you be a victim of his kingdom. Kuna watu walioimba nyimbo raha 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 ya Yesu, raha 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 ya Yesu, raha raha ya Yesu, raha ya Bwana, raha 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 ya Yesu. Praise the Lord. Usipojua mambo haya, ufalme wa shetani uko na nguo zao. Kwa mfano, kuna nguo unaona imeandikwa Dio na ikachorwa macho yake mawili. Enda uvaa hiyo nguo. Ukivaa hiyo nguo, hautajua kuomba hata ufanye nini. Siku hizi watu wa kike karibu yote hizo wamevaa hapa zaidi Sunday best, wapata wakiwa nyumbani. Maana madhabahu inatoa agizo, vaa nguo fupi mapacha ionekane, ili utumike kwa ufalme wa shetani. Mwingine ana make sure nguo yake inampana mpaka inakaa karibu kuraruka, na akitembea anatembea instantly. Watu wote wanaotembea in style kwa barabara, anatembeanga hivi akiwa kwa barabara, ni malaika. Nyumbani anatembea kama tumbili, anaruka miti. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi jua kama ni yeye alikuwa anatembea jana, kwa sababu kwa barabara ato in a mission, na mtu akiwa kwa mission lazima apambane na lazima afuatilie. Hata shule zimerogwa. Ufalme wa shetani. Mnalia usiku na mchana, sawa, kwa watu wameingia kwa Illuminati namna gani? Na wasichana wanaambiwa wafae miniskirt. Wakati nilikuwa shule, baadhi yetu sisi, mimi nakumbuka nilienda nikavaa kinyaza imefika hapa magotini hapa juu. Nilipewa vipoko nikarudishwa nyumbani. Nikaambiwa hiyo nguo ifushwe ifike kwa magoti chini kidogo, na ikae pana. Watoto wa siku hizi wameingishwa kwa ufalme wa shetani, maana baba yao anajua wakati wake umeisha, hako mbioni utafuta watu. Nguo kama hii, huyo baba yetu amevaa hapa, hii trouser, enda upea kijana yako uone, hata aenda ipeleke kwa fundi imshike vizuri. Praise the name of the God. Lakini watoto wetu hawataangamia. Ikiwa Yesu alipiganiwa na mbingu, mbingu pia ipigane kwa ajili ya watoto wako. Mbingu ipigane kwa ajili ya watoto haya madhabahu, na hakuna yeyote atamezwa na shetani. Lesbianism ilitoka wapi? Lesbianism ilitoka wapi? Gayism ilitoka wapi? Hii barabara hii kitembea mpaka ufike Juja, wasichana wako uchi, wako na sigara, wengine na bangi. Msichana mrembo sana, lakini amevaa nguo hii ndogo peke yake na anatembea kwa barabara, alafu wanadhihaki Mungu, wanasema tunaenda kanisani kufanya ibada.
Kwani baa imekuwa kanisa? Ikiwa Mungu aliniita, hakuna pombe na hakuna club itasucceed kwa hii barabara hii. Before nikuje nje yote, hii barabara hii hapa ndio kumejaa pombe. Hapa hii barabara, najua wananisikiza. Hata kama ni kuua mwenye hiyo baa, itamuua tu. Yaani hakuna biashara nyingine mtu anaweza kufanya kuliko biashara za pombe. Nilikuwa mahali inanyolewa, mtu anakunywa pombe, mnaita mzinga. Hiyo kitu inakaa kama wine, lakini inakaa na kama turungi tu. Na kikombe kingine ka plastiki karefu hivi. Anaweka, anajaza, anakunywa, anamaliza. Alafu anakaa na kitu kingine inakaa white kama maji. Kachupa kadogo sana. Kadogo. Alafu kameandikwa, ukitumia mingi inaharibu maini yako, chunga sana. Ikaweka yule mtu amefanya hivi. Au kachupa kanakaa na nini ya yellow, karatasi inakaa yellow. Hiyo ni gani? Usibreak kamera kwa wewe unauliza wewe. Hiyo ni gani? Makali. Umesikia inaitwa makali? Zile vile inaitwa makali. Sasa makali plus mzinga inakaa mzinga kali. Inalipua akili ya watoto, inatoa maini nje, magonjwa yanazaliwa kwao. I pray in the name of Jesus Christ, yeyote atakayeandaa madhabahu ya kukamata watoto wako, hayo madhabahu yapigwe na radi ya moto wa damu ya Yesu Kristo. Hayo madhabahu yapigwe leo hii, hayo madhabahu yazimwe leo hii, na bendera ya Yesu Kristo ibaki ikiwa juu. Na sisi wachungaji tumechoka. Badala waambie mtu kweli, unasema nikimwambia wewe sadaka. Unajua hiyo mtu hata kama anauza pombe, sadaka yake ni nzuri, tithe yake ni nzuri. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umewahi jua kwamba in the realm of the spirit, pombe ina activate hisia za mtu kufanya usherati? Mwanaume huishiwa na nguvu za kiume, mwanamke huongezewa hisia. I don't know how it happens. Siku nyingine nilihubiri hivi nikamaliza nikakujiwa mpaka hapa nje. Na hiyo siku wazee hawako. Nilikuwa mimi na kina mama sana hapo. Nimekujiwa mpaka pale. Amen. Sababu ufalme wa shetani, ikiwa uwezi jua vile unafanya kazi. Wewe ni kwa nini? Watu watembeangi mchana, huwezi waona mchana. Sasa hivi watafute hapa mchana, huwezi waona. Kuanzia saa 12. Tulikuwa na Pastor Masi Kakamega. Tunapita one of the streets in Kakamega. Yaani msichana amelewa mpaka amevaa rangi ya white, lakini sijui kama anaweza kumbuka hiyo time.
Yes, ile street ya kufita hapo karibu na Muriro Gardens. Kama unaweza kumbuka, msichana fulani alikuwa amevaa top ya blue alafu na trouser ya white. Asubuhi watoto wako hawatawahi pita kwa hiyo barabara. Yesu Kristo alikombolewa, anatawala na nguvu hizo, na yule mwanamke alipewa mabawa ya tai. Na peana mabawa ya tai kwa boma yako, yabebe watoto wako kwa nguvu zao, yabebe watu wako kwa nguvu zao, yakubebe wewe mwenyewe kwa nguvu zao, ili upenye anga ya juu. Mwanaume anakunywa pombe mpaka anakaa zero. Kuna vitu vingine niliona zinatumikanga zile nyeusi. Niliona wanatoa hivi na kidole wanaweka hapa. Alafu akiweka hapa dakika 5 macho inageuka inakaa red. Nakaa kama mwizi mwenye amefikiwa kiiba. Ufalme wa Shetani, the kingdom of darkness. Wewe haujui vita hizi zi za damu na nyama? Ni mara ngapi umepeleka watoto wako madhabahu? You have to dedicate them. Lakini watu tunasema bora maisha. Bora maisha. Maisha si bora. Tunataka maisha bora, lakini si bora maisha. Wewe nikuulize, mimi nilifanya kazi kwa hoteli. Wale mko na hoteli mnisamehe, lakini leo lazima niwamulike wazi. Nyama ya hoteli inakaa tamu sana. Mbona yao kwa nyumba huwezi kuwa tamu? Sijui ile nauliza. Mbona yako si tamu? Ile nyama ya hoteli tulipokuwa huko, kitu cha kwanza, ile nyama mkishaosha, mnaleta magadi, mna mix. Ukisha mix, unaleta, kuna kitu kingine ilikuwa inakaa nyeusi, keusi tu, kanakaa kwa chupa kama hii ya mzinga, lakini ni nyeusi. Sijui vile inaitwa. Sisi tulikuwa tunaambiwa unaweka kafuniko kamoja, unaweka, una mix. Kuna kitu kingine inakaa kama unga, una mix. Hiyo ni kutriti nyama, una mix. Then ukishafanya hizo vitu zote, kuna kitu kingine kanakaa kama colorless, kama glycerin, uzito ni wa glycerin, unaweka, una mix. Ukisha mix, unamwagilia chumvi. Ukishamwagilia chumvi, unaiwacha for few minutes, unaweka kwa moto. Unapea hiyo nyama 30 minutes. Hiyo nyama imeiva mpaka ukiguza hivi praise the name of the living God. Then tunaenda kwa soko. Niendelee. Tunachukua zile nyanya zinaitwa pondeka. Zinaitwa pondeka. Nimeona wengine wanasema hai. Hizo nyama hizo nyama zimeiva, inawekwa kando. Supu kando. Zile nyanya zinakatwa. Zinajaa peseni nini. Hizo nyanya tunaziweka already, zimepondeka. Zimeiva sana. Si mbaya. Then tunaziponga kabisa mpaka zinakaa supu. Ile nyama inawekwa kwa ile supu, inakorogwa, inaiva na hizo nyanya peke yake for few minutes. Then tunaleta vitu zingine tunaongezea za kuleta ladha. Tunamaliza. Ukishamaliza, unaleta ile supu ulitoa, unarudisha kiasi, inatokota. Sasa ule wakati unaitisha nyama, unaambiwa subiri kidogo, tunatengeneza supu ya nyanya, tuongeze ndio ikae na ile ladha.
Sawa, alafu na kachupi kanaweka kanapita kidogo. Sawa, vidole ikifika hapo inafika unasema lakini meno yako inaendelea kuisha. That is why wengine wenu meno yenu imetoboka na imeisha yote. Hizi mahindi mnakula kwa barabara za kuchemsha. Wanakwambia wajaweka magadi. Wanaweka magadi. I know. Mmoja aliniuzia baada ya kukula meno yangu ilianza kunisumbua. Nikamwambia Mungu hii ndiye ananiambia ile ulikula pale. Praise the name of the living God. Kwa hivyo shetani yako na hoteli yake na ameandaa chakula chake. Ukikula hapo unafurahia. Mesha kukamata. Watu wengine nimeachana na hiyo. Kwa hivyo Mungu ako na uwezo wa kulinda mtu na kuhifadhi mtu ikiwa utamjua Mungu wako. Kukawa na vita mbinguni. Shetani alikuwa anapigania mwili wa Musa. Ikiwa anapigania mwili ya mtu aliyekufa, what about you? Wewe uko na uhai. What about you? Wewe uliye na uhai. It is my first time Niliona mtoto mdogo anaoperate na ufalme wa shetani. Na hizi vitu tukiwaambia wengine wao wanapuuza. People of God, make a decision to lift yourself, to enter in the realms of fire, to operate in the realms of fire, and God will secure you. Psalms 103 verse 5. Psalms 103 kuanzia na verse 3. Psalms 103 from verse 3. Psalms 103 as from verse 3. Bata. Sasa ulikunywa mpaka maziwa. Si ni ukweli? Ulikunywa chai. Si ni ukweli? Jana usiku ulikula sapa. Si ni ukweli? Haya. Anza vizuri. Who forgives all your sins? Who heals all your diseases? Who redeems your life from destruction? The devil does not mean anything for you. The devil is there for destruction. Destruction of your business, destruction of your career, destruction of your children. That is why here is following this lady. Sio ya kwamba anaenda kumpendeleza. Ukitaka kujua shetani sio rafiki ya mtu, nisomee the book of Genesis number 3 verse 15. Shetani sio rafiki ya mtu. Atakupembeleza, lakini mwisho lazima akukape koo. Lazima. Aha. Huyu nyoka tunamuona hapa anaitwa nyoka wa zamani. Hapa in Genesis ndio huyo alidanganya yule mwanamke. Ikiwa alimshinda Hawa, wewe utamshinda namna gani?
It is only through the blood of Jesus. It is only by his power. Tawala maisha yangu Bwana. Tawala maisha yangu Baba. Tawala, tawala. Shetani mipango yake ni ya uharibifu na kukutenganisha na muumba wako. Leo hii nakuombea kwa jina la Yesu Kristo, kila uharibifu alipanga kwako, ikiwa huyu mwanamke alibebwa akapelekwa jangwani, akalishwa jangwani, na baada ya kuishi jangwani, Yesu Kristo amezaliwa na Yesu ameleta ukombozi. Ufanyike mbegu ya uzima kwenu, ufanyike mbegu ya restoration, ufanyike mbegu ya urejesho. Uitwe mwanamke wa heshima, uitwe mwanaume wa heshima, uitwe mwanarika wa heshima, na jina lako libadilike. Maana mtu ni roho. Akiwa anatawala anajua Na anafahamu na anaelewa. May God bless the man of God who revealed this to me. Aliniambia, man of God, Mungu amekuita katika viwango. Wewe ni hivi na hivi. Nenda uhubiri injili ya Yesu Kristo. Hizi ndoto mnaota leo hii, hizo zote aliniambia wakati tulikuwa na yeye. Naamini I'm going to pay the price ya kuleta hasara kwa shetani. Mimi kazi yangu sio kuwa neno kwenye preacher, sio kuhubiri Kiingereza. Nataka nilete hasara kwa shetani. Walio na kansa wapone, walio laaniwa waachiliwe, waliotumikizwa na shetani waachiliwe. Maana Bwana aliniambia, nenda wafungue mateka wangu. So kutarajia ni kuhubiri na Bwana asifiwe. Mimi sina hiyo. Mimi kazi yangu ni ya vita. Komanda wa kwa jina la Yesu. Komanda wa kwa jina la Yesu. Anatembea, anaoperate kwa nguvu za Mungu. Anatembea, anaoperate kwa nguvu za Mungu. Komanda wa nimemuona kwa umbali. Komanda wa nimemuona kwa umbali. Komanda wa analeta urejesho. Ikiwa Yesu ni komanda wa kwanza, hata wewe ufanyike komanda katika ufalme wako. Uachiliwe na hizo laana. Yeyote aliyelaani kwenu, yeyote aliyepanda mabaya, ikiwa mtu ulipatikana baharini, yani wilderness, changwani, wakomeza yule mwanamke, na Mungu akafungua ardhi ikameza mto aliyokupangia, mto wa mateso yako amezwe nao kwa jina la Yesu Kristo. Hautaangamia kwa jina la Yesu Kristo. Hautateseka kwa jina la Yesu Kristo. Enda ikawa hauna imani, lakini Yesu akuwekelee juu. Nimepata pesa. Ukipata kitu kwa barabara, wachana nayo. Hiyo kitu iko na maana. Wale mlielewa kitambo, kuna hizi vitu zilikuwa zinakuja kwa uso wa mtu. Unaambiwa unachukua coins, unachukua na tukuni. Unaenda unarusha kwa nyumba, unasema, hii ugonjwa uniachilie. Uende na hiyo pesa na hiyo kuni. Sijui vile mnaita kwa lugha yenu. So ukifanya hivyo, kesho unaamka uso umekuwa vizuri. Hizo vitu zimeisha. Na uwezi ukaamini kwamba shetani ana operate in his kingdom using material things. Kuna t-shirt mnapenda kuvaa, zimeandikwa picha ya mwanamke na amekaa hivi, ama imechorwa Afrika. Na unataka kufanyika tajiri, utapitia wapi?
Kofia zingine zimetengenezwa. Kepu inastahili kuwa straight. Kepu ingine ni pana, alafu imelala hii, pana ingine imelala hivi. Na imeandikwa majina ya yale, ndio imeandikwa PPV. Broke before victory. Na ndio umevaa PPV. Sema hii ni ya Gen Z. Wanasema wewe ni Gen Z. Gen Z inamaanisha nini? Kizazi kilicholaaniwa. Mimi ni Gen Z. Tunajua sisi kiwango chetu wakati wote walikuwa wanasema ni wao ni wa.com. Kwa wamevaa peri bottom. Sasa mnafikiria mkivaa peri bottom mnatisha sahihi. Hizi nguo mnavaa sahihi imepanuka hapa chini. Tuliziona kitambo. Hii ni marudio mnafanya. Tulikuwa tunazivaa hizo na unafanya Timberland. Kikanyaga kwa barabara na wewe una bounce unasema wewe ni mwanaume. Design anafaa jeans, sasa unatutisha na jeans. Tulivaa tukaachana nazo. Faa jeans umetaki hii. Na iko na mkanda brown mkubwa ambao imeandikwa jeans. Safco. Unasema wewe ni KDF. Uchukua t-shirt nyingine umekunasa vizuri, unafaa unataki hii, uko na Safco ama side pocket, umevaa hapa, umehang fimbo rungu hapa. Nasema na wewe ni morani. Hizo vitu zote zimefanya tumetoka hapa. Maana tumekombolewa na Yesu Kristo. Hata wewe ukombolewe leo kwa jina la Yesu Kristo. Hizi skati wasichana, hizi skati mnavaa siku hizi tiza. Wewe umekuja na ni design ya saa hii. Zilivaliwa kitambo na kina mama zenu. Hiyo unafanya ni marudio. Bila itakuwa marudio. Ni Mungu akupee roho leo. Akupee roho leo. Akupee roho ya ushindi. Akupee roho ya kuangaza. Akuondoe kwa hicho kifaa kifungo. Kila ufalme wa shetani leo uletwe chini. Wachawi, waganga, diviners wakamatwe popote walipo. Akose uhai kwa nyumba yake. Kuna wachawi wawili. Mmoja anaitwa Teresia. Nikwambia ni Teresia? Kwa hilo nani? Acha, niliandika mahali. Teresia wa elimu, tunamtafuta hapa. Wewe funguka haraka. Anaitwa Teresia wa elimu Njeri, mkuu wa wachawi chuja hii. Tamtafuta nitampata tu. Mwaka huu, it is the end of our life. Lazima akufe kifo cha uchungu, aachilie watu wabarikiwe. Ikiwa Mungu analetea jina mpaka sura, alafu na kuna msaidizi wake, sitaki kumtaja, tawakamata. Kwa hivyo shetani wako akamatwe na msaidizi wake, mama mkwe wake, baba mkwe wake, wafe kwa pamoja, wazikwe kwenye kaburi moja na wasiwaamka tena. Wewe unakaa maskini unafikiria ni madhabahu fulani inakufilisisha, sababu ulikubali kutembea na Mungu.
Unajua wakati mwingine unaambiwa operate by faith. you can operate by faith, but without power is useless. There is power in the blood of the Lord. There is power in the precious blood of the Lord. There is power. In the blood of the Lord, there is power and working in the precious blood of the Lord. Kuna nguvu, nguvu za ajabu mwa Yesu, kuna nguvu. Kuna nguvu. Ufalme wa Shetani unakaa giza mchana, maana kazi yao ni kupigana, kazi yao ni kufuta watu, kazi yao ni kumaliza watu. Nimepita hii barabara ya Makuru Keno. Kuna mahali kumejengwa mochari bila hospitali. Sasa 2 kilometers from that mortuary and 2 kilometers to that mortuary, in both sides kuna bonga na miteremko, na kila siku jioni lazima magari yaungane hapo, lazima. Wewe unafikiria mtu akuje kuandika mortuary yake Montezuma? Unajua Monto inamaanisha mtu, Zuma inamaanisha killing. Sasa yeye kazi yake ni kumaliza watu watengeneze pesa. Hiyo moja ni kuna siku nitaifunga mimi mwenyewe tu kwa jina la Yesu Kristo. Hakustahili kuwa na moja bila hospitali. Tunastahili kuwa na mahali pa first aid. So inamaanisha na ukifika hapo ukiwa na uhai utapigwa ukufe, ndio uweke moja ukae pesa. Na wale mnafikiria ninakufa leo hii, mimi sikufi hivi karibuni. Kwanza Mungu anaenda kunipea afya mpya. Mzee, unaenda kupewa afya mpya. Utaishi miaka mingi sana. Wanaotamani uone umekufa, waambie ndio unataka kuanza maisha. Amen. Piga Shetani mpaka afurahie, hadi aseme huyu nimeachana na yeye. Shetani hawachana na wewe. Ambia mwenzako, chunguza maisha yako vizuri. Praise the name of the living God. Hiyo pastor anakaa na nyoka kwa nyumba. Kama mimi nakaa na nyoka, hata wewe uko na nyoka. Maana ulijulia wapi niko na nyoka? Bwana Yesu asifiwe. Mtu akijua uko na nyoka, sinamaanisha mahali alitoa nyoka na wewe mlienda mkatoa hapo. Unajua kuna mama mmoja aliwekwa kwa nyumba na aliwekwa na nyoka na kwa meza. Roho inadunda. Na mlango ikifungwa, waanze kupiga. Na nyoka
mpaka atoe kichwa nje, afungue mdomo hivi. Unaanza kusema, "Oh mama yangu." Mimi ni achi. Alafu naambiwa, "Wewe piga magoti chini." Nimepiga, waambia wazi yote. Funga macho. Hapana. Kuna dunia. Najua amini kama hii ni ukweli. Nyoka amewekewa kitambaa kwa meza. Anafunikwa vizuri asiishi palipo. Alafu na unapewa chai unakunywa pole pole. Alafu kesho fikiria utaamka. Utaenda kuona nyoka usiku. Kabla uende kwa nyumba ya mtu uanze kukula vyakula vimetoka. Wengine wanapewa maziwa wanasema ni maziwa tamu, kumbe ni maziwa ya nyoka. Unajua siku moja kule nyumbani kwetu Kitui, kuna familia moja hii familia ni ya uchawi. Sasa tukaenda, tumemaliza ukulima. Hiyo mzee alikuwa amepika ugali na sukuma wiki. Unajua Kitui kwetu sukuma wiki inakaa wakati wa jioni. Sasa ukiipata tunafurahia. Sukuma imepikwa vizuri. Sasa sukuma ina taste nyama, lakini hakuna. Sasa baada ya kula kumaliza, kijana yake anakuja akasema, "Hiyo sukuma ilikuwa ina taste aje?" Anakaa wazimu. "Hiyo sukuma ina taste, ilikuwa ina taste nyama. Nyinyi mmekula nyama ya mtu." Nyinyi mmeisha. Yule ndugu tulikuwa na yeye akaanza kuingisha vidole hapa. Hata haitoki, maana tulikuwa na njaa na tumbo imeshashiba. Nikamwambia Mungu, na kama ni ya mtu, mimi sikukula nicho. So ukipewa maziwa ukisikia ni tamu, hapo kuna supu ya nyoka ndani. Wasichana siku hizo umetokezea wanavaa tunguo ambayo tumefunika hapa, alafu kitopu wamefunga hivi. Unafikiria hao wasichana ndio wabaya? Hao wasichana hawana shida, ni madhabahu inanena. Kuna madhabahu imeinuliwa. Kwanza hiyo madhabahu inakuwa ya kwetu Ukambani Kitui. Hiyo msichana na kaka hivi. Na kaskati kamefika hapa. Hata walimu wameharibika. Mwalimu mzima anasomesha watoto na amevaa dress kama ya huyo mtoto. Imefika hapa juu. Na kada kingine kabrak kuna mashimo kinyakana heshima. Shame on you. Tumbili ya msituni. Oja mzee Ng'ang'a atoke huko mahali penye yako akuje Kenya. Nenda nichukue hiyo kisirani yake. Nataka nichukue hiyo kisirani kidogo. Hii kanisa nataka inuke ikiwa ni jeshi la kupambana na shetani na falme zake. Ukifika mahali umeandikwa pachi ya New Life Chucha, ukionekana mahali hapo wanasema yes madam, ingia na upite, maana nyinyi mnaheshimika. Nitapigana vita mbele zenu. Mahali mnaenda milango ifunguke, nitapigana vita mbele zenu. Popote uingie hapo unaheshimika, sababu lazima ngome zote zishindwe. Kwa unajikaza lakini uko rejected na madhabahu fulani.
Nilikuwa naomba dada mwingine alikuwa ananiambia eti nyoka inatoka kwa tumbo. Nyoka. Ni vile wakati huo siku anasibu. Kuna mtu mmoja niliombeanga kitu ikatoka kwa tumbo iko na uhai. Mwanamke. Iko na uhai. Inakaa kama hii nini ya ndizi. Hiyo kitu ya ndizi, hiyo ndizi ikiendelea kwa baba inatoa hizo vitu zake mpaka zinaisha. Hiyo iko hapo chini. Kitu kama hiyo. Na alikuwa anasikia wakati hiyo kitu ilitoka alipiga nduru kama mtu anajifungua. Jamani, Yesu yupo. Ni kweli Yesu yupo. Ninawatangazia yupo. Nimeona kazi zake. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. 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 Mapenzi yako, mapenzi yako, mapenzi yako, mapenzi yako. How will you know the kingdom of darkness? Mtu ansome the book of Ephesians chapter number 6 verse 12. How will you know the kingdom of darkness? Utajuaje ufalme wa giza? Utajuaje ufalme wa giza? Tutaka tuende kwa haraka, alafu tukamilishe ibada ya leo. Soma kwa haraka haraka. For we do not wrestle against flesh and blood, but against powers, against the rulers of the darkness of this age. Sasa ufalme wa shetani, kitu cha kwanza unakuanga na vizuizi za watu kufanikiwa. Vizuizi za watu kufanikiwa, number 1, inakaa mambo ya kama ndoto. Mtu anapiwa kwa ndoto na vitu ambazo haelewi, ambapo kunakuwa na magonjwa. Ukisoma kitabu cha 1 Peter chapter number 2 verse 9, the Bible says, for we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities, against the powers, against the rulers of darkness of this world, against the spiritual wickedness of high places. Shetani akona madhabahu yake ya juu ambapo wanafanyia incisions. Kama hapa Juja, madhabahu yao yako sehemu za Gashororo na sehemu fulani hapa, sijui ni Gatundu North ama Gatundu South, mahali sitaki kutaja hilo jina. Hapo ndipo hizo ibada zinafanyika. Alafu sehemu za Murang'a kuna sehemu fulani iko Thika. Hapo ndipo wanafanya ibada zao, the high places. Sehemu za Machakos ibada zao zinafanyika near police station, and then also mahali kunaitwa Itanga. So those are the places ambazo ziliinuliwa kwa ajili ya ibada za hizo nimewaambia. Ya hapa Juja kuna ingine iko hapa tu, lakini nilimalizana nayo, iko tu hapa karibu hapa Simbali. So they are being called areas or meeting points. The book of 1 Chronicles, number 29 verse 11, the Bible says, your Lord is the greatness and the power and the glory and the majesty, and for everything in heaven and earth is yours. Chochote ambacho unaona duniani ni chako. Utajuaje shetani?
the rejecting and the denying power upon your life. The rejecting and denying power upon your life. Hizo nguvu ambazo zimekukataa na zinakunyima, they are from the kingdom of darkness. Number 3, when you are faced and attacked by unhealable diseases or incurable diseases, sometimes we call them terminal diseases. It means the kingdom of darkness has attacked your family. Number 4 is the change of your body appearance. Change of your body appearance, mostly in a negative way. Mostly in a negative way. Number 5, wakati oversleeping, ama we call it sleeping sickness. Wakati ambapo mahali fulani kuna uhubiriwa injili, uko na usingizi ambao sio kawaida. Wewe unatawaliwa na ufalme wa shetani na umeshakamatwa. This only that unastahili kufanyiwa initiation peke yake ndio imebaki. Praise the name of the God. But hata kama uko hapo, unaenda kutolewa hapo kwa lazima kwa jina la Yesu Kristo. Kukosa maombi and what you call spiritual positive appetite. Spiritual positive appetite inamaanisha hivi. Ni wakati wa maombi hauwezi omba. Ni wakati unataka kusikiza nyimbo. Nilikuwa na ndugu mwingine mahali, nilikuwa nimeweka nyimbo, tulikuwa kwa gari tu, nyimbo ikiimba gospel, amelala. Hiyo redio ikatichi kaweka sijui mwana mama, hii inaitwa aje, mimi sijui naita Lingala. Hiyo sasa nikaona kichwa unaenda hivi, mwana mama, akaanza kudansi. Na maanisha you are controlled by the desire of this world. Na your sinning appetite, lying, fresh control is above you. It means also the kingdom of darkness is ruling above your life. When you read the book of 2 Thessalonians, chapter number 3, verse 3, the Bible says, for the spirit God gave us does not make, but it gives us power to love and self-discipline. When you lack self-discipline, inamaanisha unatawaliwa with the kingdom ya shetani. We call it the kingdom of blasphemy and disloyalty. The kingdom of blasphemy and disloyalty. 1 Thessalonians 4:16, the Bible says, but he said to me, my grace is sufficient, for my power has made perfect in weaknesses. When you keep on remembering about your past and you are being overpowered by your past, mtu ambaye amekombolewa na Mungu na ametolewa kwa ufalme wa shetani hastahili kujihukumu na mambo aliyotenda. Anastahili kufurahia na kubaki na ushuhuda. Lakini ukiona kwamba wewe unajihukumu, unasema kama singelifanya hivi ningekuwa hapa, hiyo ni kujihukumu. You are not accepting your present life. Bado umekamatwa na ufalme wa shetani. You are being under arrest of the kingdom of darkness. 1 Peter chapter 2 verse 9. For by him were all things created, that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether they be thrones, dominions,
all principalities, all powers, all things were created by him. When you find it hard to trust God as a God of all grace and all creation, it means you are being controlled by the kingdom of darkness, ambayo inabeba, it carries, number one, inabeba, number one, umaskini, poverty, inabeba, number one, poverty, failure, loss of joy, fight, struggle, pain of the past, soul pain, dash, leading to death, Hiyo wakati mtu anaenda kujinyonga, kunaingia na kitu kinaitwa soul pain. Soul pain ni pain fulani inaingia kwa moyo wako na inakwambia hauna value. Hiyo pain ikiingia kwako, hata kama nimewahubiria in fire, in the name of Jesus, when that pain becomes too much, inakwambia kwamba you are valueless and they take your life. But sio wewe unajinyonga, ni ile roho inahitaji sacrifice from the altar of darkness. Sasa it is using this spirit to attack you and to take your sacrifice to their kingdom. So ukijinyonga, umeshakubalika kwao na umesha initiate the spirit in your bloodline. Amen. Remedies from the kingdom of darkness. Or how to withdraw yourself from the kingdom of darkness. Number one is by prayer and fasting. By prayer and fasting. The book of Matthew 17:21. The book of Matthew 17:21. The book of Matthew 17:21. 17:21. Number two, attending deliverance services. Comma, to be delivered by higher altar. To be delivered by higher altar, dash, actively anointed man of God. Actively anointed man of God. Number three is through sacrifice and dedications. Number one, special sacrifice, comma, according to the concern, you are dealing with all the power, concern, all in brackets, powers, principalities, and dark forces. You are dealing with. A, premature death. B, generational curses, comma, active at a given age. Generational character. Part 1, anger. 2,
blasphemy. 3, repetition of activities. Repetition of activities. Repetition of activities. I.e., divorce, struggle, dwarfness life, dwarfness life, dwarfness life, dwarfness life, periodically appointed diseases, periodically appointed diseases. That diseases ikae in quotes, ikae in quotes. Explain. Bodily diseases, spiritual diseases, physical diseases, intellectual diseases. Kuna watu ambao unapata kwamba intellectual diseases ni wakati ambapo you cannot program yourself. You are being overpowered by the reasoning and the attractions of others. Inamaanisha kuna madhabahu inapigana na wewe, na kupigana na hiyo madhabahu you fight it using a special sacrifice. But mostly hiyo inapigana kwa miaka fulani. Kwa miaka fulani. Kwa mfano mimi ninajua at the age of that 9 I must be in a coffin. So before that 9 I have to deal with that and destroy it, and then I get another ticket of living more years. Under special sacrifice, I don't know whether I mentioned something dealing with age. Age, the age of your children, business, career, and whatever you need in the spirit. For instance, special sacrifice has the ability to provide for you whatever thing you have never managed in your life. Yule alipokea ile gari alipokea baada ya kwenda kwa Mungu na sacrifice ambayo inauma. Ni sacrifice ambayo inauma. Lakini iliuma na Mungu akafungua mbingu yake. The special sacrifice mostly opens the anka ya mtu. Then there is what we call prophetic sacrifice. Prophetic sacrifice, it is a sacrifice. It is a sacrifice prophetically presented and controlled by the altar. Prophetically presented and controlled by the altar. I.e., number 5 for grace. Number 5 for grace. 7 rest. 10 completeness. 12 leadership. 12 leadership. These preachings will be in YouTube, so don't worry, you go there and find them. Amen. Then altar sacrifice. Altar sacrifice. Altar sacrifice. Majorly used for an offering according to a desire. An offering according to a desire. An offering according to a desire. Thanksgiving sacrifice. Thanksgiving sacrifice. It is a sacrifice. It is a sacrifice to seal your testimony. It is a sacrifice to seal your testimony and make it permanent. To seal your testimony
and make it permanent. It can be prophetically in number 5, number 7, number 10, number 12, and in a special way. The sacrifice must be ahead of you. In order to be ahead of that time. Shalom. God bless you. God lift you. God